Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 55 mpaka wa 60. Somo la kwanza linapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 7. Tutaanza mstari wa 55 tutakomea wa 60. Katika utatu tutawatangulia kusoma. Maneno ya Mungu yanasema hivi: lakini yeye mbinguni akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Mstari wa 60 na mwisho. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana asiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Hili ndilo somo la kwanza. Karibu msomaji wa somo la pili. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Somo la pili linapatikana katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 2. Tunasoma mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 10. Waraka wa kwanza Petro sura ya 2, tutasoma kuanzia ule mstari wa 2 tutakomea ule mstari wa 10. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2, tutasoma kuanzia mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 10. Katika Utatu Mtakatifu ninawatambulieni kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ikiwa mnaonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, mwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwenye nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia. Tazama, naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila mwaminie hata tayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaamini, bali kwa wasioamini jiwe walilikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasioliamini, nao waliowekwa kusudi wapate hayo. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Mstari wa 10. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Narudia mstari wa 10. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Somo la pili naishia hapa, na Bwana alibariki. Amen. Amen. Asante kwa ajili ya msomaji wa somo la kwanza na la pili. Na sasa niombe ushirika, tusimame tuweze kukiri imani ya mitume. Kiwa na liturujia na ukurasa wa 4, tushirikiane kukiri imani ya mitume. Na mwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi,
na Yesu Kristo mwana wake pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililopo popote, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuka kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Naomba ushirika tukae. Ili matangazo lete kwaya moja kina mama na kwaya ya vijana A. Karibu. Hallelujah.
kutuangusha sisi. Tunasogea mbele zako chini ya mti msalabani. Bwana, tukuone wewe. Tunakuhitaji sasa muda huu Bwana, ambapo tunakwenda kusikiliza neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, tusikilizishe Bwana, tufundishe, tuelekeze, ili maneno haya yote Bwana yakafae kwa ajili ya kanisa lako. Nami kama mtumishi wako nahitaji msaada wako Bwana, ili nene yale yaliyo neno lako, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 28. Injili ya Yohana sura ya 6 mstari ule wa 28. Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 6 mstari ule wa 28. Yohana mtakatifu, Agano Jipya. Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 6 mstari mmoja tu, ule mstari wa 28. Nami ninasoma neno hili kama lilivyokwisha kuandikwa. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Basi wakamwambia, tufanyaje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akiwa katika kazi yake hapa duniani, wengine wengi waliokimfuata wakimsikiliza. Tunaona katika mstari huu wanafunzi wanamuuliza swali, wanamwambia Yesu, kwa hiyo Bwana, tufanyaje ili tuweze kuzitenda kazi za Mungu? Kwa nini wanamuuliza swali hili? Yesu unaposoma kule nyuma aliwaambia wale watu waliomfuata kwamba nyinyi siku ya leo mmenifuata mimi, wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye aye kwa moyo wa ukunjufu. Kila mtu anatakiwa tende kama alivyokusudia, kama alivyolipokea neno la Mungu, kama Mungu alivyomjalia katika maisha yake, basi anapaswa kutoa kwa moyo na si kwa lazima, na si kwa huzuni, bali kwa moyo wa hiari, kwa moyo wa kumpenda Mungu. Na katika Wakorintho wa pili sura ya 8 ule mstari wa 12 anasema, maana kama nia ipo kukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Mtu yeyote aliye na nia ya kumtolea Mungu sadaka zake, ya kumtolea Mungu kitu chochote anacho, na ile iliyopo katika moyo wake inakubaliwa na Mungu, na nia ile inakubaliwa na Mungu kwa kadri alivyo navyo, si kwa kadri asivyokuwa navyo. Na hii inamaanisha ya kwamba Mungu anajua kila mwanadamu aliyemweka katika dunia hii anacho kitu cha kutoa. Hakuna mwanadamu Mungu hajamjalia kumpa kitu katika maisha yake. Kila mmoja Mungu amemjalia, amempa kitu katika maisha yake. Ndio maana tupo tunaishi, lakini maisha yetu yanatofautiana, lakini vitu tulivyo navyo ni tofauti, vipato tulivyo navyo ni tofauti, lakini katika vipato hivyo hivyo wote tunaishi, wote tunakula, wote tunakunywa. Hata kama huyu anakula nyama leo, lakini mwingine anakula maharage, wote wanakula. Hata kama huyu leo yeye ana gari, lakini mwingine anatembea kwa mguu, lakini wote tunatembea. Hakuna ambaye hafika anakokwenda. Mwenye gari anafika anakokwenda, anayetembea kwa mguu anafika anakokwenda. Aliyevaa suti amestiri mwili, lakini yule ambaye hakuvaa suti na yeye amestiri mwili. Wote wamefanya tendo moja, ijapokuwa lile tendo linatofautiana.
Wote wanakaa kwenye nyumba zilizojengwa, lakini zile nyumba zinatofautiana fahari yake. Mwingine nyumba yake ni nzuri sana, kuna malumalu, viti vizuri, vitanda vizuri, madirisha mazuri, lakini mwingine nyumba yake kwenye madirisha imepanga matofali. Ndani ya nyumba anapiga vumbi, anafagia tu. Nyumba zinatofautiana, lakini wote wametoka katika nyumba. Hakuna hata mmoja ambaye anakaa kwenye nyumba nzuri akakesha na zunguka mchana kuiangalia nyumba yake. Ni lazima aingie ndani ya kitanda chake kizuri chenye godoro la 6x6 alale pale, na huyu aliyetandika msengere wake chini na yeye amepewa kiasi hicho, atalala kwenye msengere, na wote asubuhi wataamka. Mwingine ataamka mchafu kulingana na mahali alipolala, lakini mwingine ataamka yupo vizuri. Kwa sababu nini? Alilala katika mazingira mazuri, kama Biblia inavyosema, malazi na yawe safi. Haleluya! Lakini kila mtu Mungu amempa kitu. Hakuna ambaye Mungu hajampatia kitu, kila mmoja amepewa kitu. Ukiangalia katika kitabu cha Kutoka 25, Mungu anamwambia Musa, uwaambie wana wa Israeli ya kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mkatwae sadaka yangu, mkanitwalie sadaka mimi. Kila mtu ambaye moyo wake wapenda kumtolea Mungu akamtolee sadaka. Leo hii tunahamasisha mfuko wa maendeleo wa jimbo letu la Rukwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tumesafiri katika safari ndefu kama wale wanafunzi ambao walimfuata Yesu Kristo tu ni kwa sababu wanapata mikate. Wakihudhuria kwenye mkutano yake wanapata miujiza ya kula mkate, wakaendelea kumfuata. Hawakufikiri ya kwamba wanahitaji kufanya kazi za kwao. Wenzetu waliotubeba wa siku zile za nyuma walitubeba tu, tukaishi katika mazingira hayo, na tukajikuta ya kwamba tumebebwa zaidi ya miaka 100, tumetubeba tu. Lakini baadaye muda ulipofika, watakatuambia sasa mmefika hapa ni kwa sababu tuliwabeba, lakini sasa hatuwezi kuendelea kuwabeba tena katika kanisa. Na kwa sababu hiyo, kama kanisa tumeanza sisi wenyewe. Sinodi, halmashauri kuu zimekaa zikajadili, tukapanga kwa pamoja kwamba tunahitaji tulibebe kanisa letu sisi wenyewe, wala siwepo mtu mwingine atakayetubebea kanisa. Kanisa likabeba, likapanga utaratibu kwamba kila mmini katika jimbo letu atatoa fedha yake kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya jimbo letu. Na kwa sababu hiyo tunaona Wakristo ambao wameamka wanataka kufanya vizuri, na kwa sababu hiyo tunaona Wakristo ambao wako tayari kujitoa, na kwa sababu hiyo tunaona Wakristo ambao wanasema mzigo huu tutabeba sisi wenyewe. Na kwa sababu hiyo tunaona tunapiga hatua, tunakwenda mbele, tunasogea mbele. Hatujafika, lakini malengo yetu ni kufika mahali ambapo kanisa tumetarajia ya kwamba tutafika. Kimeamriwa, kimepangwa, hatuwezi kukuzuia, maana Biblia inasema ya kwamba lolote ambalo limepangwa duniani na huko mbinguni pia limepangwa. Sadaka hii imepangwa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa ambalo lina kibali mbele za Mungu. Kila Mkristo anawajibika, anahitaji kutoa. Hakuna ambaye hawezi kusema mimi sitatoa. Kila mmoja anatakiwa kutoa ili tuweze kulijenga kanisa letu hapa duniani, kwa sababu hicho ndicho tulichopewa, kuishi hapa duniani na kulijenga kanisa la Mungu, kanisa ambalo Mungu alilianzisha mwenyewe, akamwambia Petro, juu yako nitalijenga kanisa langu. Kujenga kanisa si kwa maneno. Kujenga kanisa na kwa kutumia gharama tulizo nazo. Kujenga kanisa kunategemea maisha tulio nayo. Kujenga kanisa kunategemea vipato tulivyo navyo. Kujenga kanisa kunategemea sadaka zetu. Hatuwezi kukwepa kazi hii. Mungu aliwapa wazi Israeli tangu mwanzo. Walipokuwa wakisafiri, wakati fulani walipofika jangwani, waliwaambia sasa kwamba vueni pete zenu tuweze kutengeneza tupate sadaka. Na kwa sababu hiyo walilijenga kanisa, walifanya kwa fedha zao na kwa vipato kulingana na uchumi waliokuwa nao. Na sisi kama kanisa la Moravian jimbo la Rukwa tunahitaji kulijenga jimbo hili kwa nguvu zetu, kwa uwezo wetu, na kwa chote tulicho nacho tutalijenga kanisa letu.
Lakini ili tufanikiwe ni lazima kwanza turudi Edeni. Ili tufanikiwe kulijenga kanisa letu ni lazima turudi Edeni. Mungu katika Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 15, Mungu akawaambia Adam na Eva, akasema bustani hii mtaitunza na kuilima. Mungu ametuweka katika dunia hii, hakutuweka bure. Ametuweka tuweze kufanya kazi katika maisha yetu. Kila mmoja wetu afanye kazi, asiwepo yeyote ambaye anakaa bila kufanya kazi. Kila mmoja afanye kazi, na Mungu anawataka watu ambao wanafanya kazi za kwao. Mungu hawapendi watu wasiofanya kazi, ndio maana anasema mtu asiyefanya kazi asile. Mungu anawapenda watu wanaofanya kazi, na ndio maana akatuambia katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 mstari wa 11, anasema angalia utakapokuwa umekula na kushiba. Mungu hawahitaji watu wenye njaa. Mungu hawahitaji watu ambao hawali hawashibi. Anasema angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Haleluya! Kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Na ndipo hapo Mungu anaposema sasa nahitaji ujenge kanisa langu. Sasa nahitaji uweze kunitolea sadaka yako. Kwanza Mungu anakuweka katika mazingira mazuri. Anasema angalia utakapokuwa umejenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Mungu anatupenda sana. Haleluya! Mungu anataka kwanza uwe vizuri. Mungu anataka ujenge nyumba nzuri. Mungu anataka uwe na mashamba. Mungu anataka uwe mfugaji. Mungu anataka uwe mfanyabiashara mzuri. Mungu anataka ufanye shughuli, jitoe, uwe machinga mzuri. Mungu hapendi wazururaji, hawapendi. Mungu anawapenda watu wanaofanya kazi. Mungu anapenda wamama wanaoamka asubuhi na mapema, wanafanya kazi, wanafanya mipango, nyumba zao zinaendelea. Haleluya! Hilo ndilo kanisa Mungu analolitaka. Ndio maana anasema utakapokuwa umejenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, anasema hapo moyo wako usije ukainuka ukajivuna ukasema ni nguvu zangu, ni akili za kwangu. Hapana, ni Mungu aliyekuruzuku, ni Mungu ambaye amekuwezesha hapo ulipo. Ni kwa neema ya Mungu tu umefika hapo ulipo. Hata kama unaingia ndani ya nyumba yako, hata kama mchana wa leo huna uhakika unakwenda kula na kunywa nini, lakini hata kama utakuta kuna maji njiani yametuama, kanyaga, utasikia uisho kwenye nyayo zako, utapata nguvu ya kutembea na kwenda kufika nyumbani. Haleluya! Yamkini wengine wanakunywa maji yamenunuliwa dukani, lakini wewe huna hata bomba. Lakini kama umechimba kisima nyumbani kwako, maji ni uhai, kunywa hayo, utaishi, utasogea mbele. Mungu amekupa hicho alichokupa. Mungu ndicho anachokihitaji. Anahitaji hayo maisha aliyo nayo, anahitaji uende nayo mbele zako. Mungu hajahitaji muujiza, anasema ya kwa kadri ulivyo navyo. Anataka maisha ulio nayo, hayo ndiyo uende nayo. Huko anajua amekupa sadaka. Haleluya! Mwingine anaenda shambani, mwingine anaenda ofisini, mwingine anaondoka na ungo, anatumia nguvu zake, anafunga kitambaa kichwani, anashuka kwenye mashine za mpunga kule, anaangalia mashine, mapepe yanaelekea wapi, anakwenda kule kwenye mapepe yanakoangukia, kuna mchele mdogo mdogo unaangukia kule, anakwenda kupepeta toka asubuhi mpaka jioni. Ukimtazama huwezi kumfahamu. Amepata sado moja kutoka asubuhi mpaka jioni, amepepeta mchele, anakwenda kuwauzia wale wapiga vitumbua, lakini kwenye sado hiyo ya jasho iko sadaka ya Mungu mule. Haleluya! Ulichopata ndicho Mungu alichokupa. Kama ungelikuwa umekufa singepata nafasi ya kwenda kule ukatafuta ile kazi, lakini umekwenda kule kwa sababu Mungu amekusaidia. Vijana wengine wapo barabarani wanabeba mioa na basikeli wamebeba, hawagopi hata ajali. Nini? Waweze kutengeneza maisha yao. Lakini wapo wengine ambao wao kazi yao ni kuzurura na kwenda kucheza pool na kwenda kucheza bao, na mahali pengine anatoka Majengo akishuka mjini, atarudi jioni usiku, atapitia kwenye Simba na Yanga, ataangalia, alafu atakuja nyumbani anasema mke wangu umepika nini, alafu marage wasili. Na hii ni hatari kubwa.
kubwa sana. Kijana ana miaka 20-30, hapendi kufanya kazi, anapenda sana. Sasa watu wanapenda kubeti, wanabeti, wanaiba na hela za wake zao, wanapenda kubeti tu. Ila wapo na wanawake pia wanaopenda mchezo na wenyewe wanabeti. Sasa sijajua wao wanatoka wapi. Yamkini wanaiba kwa waume zao, akisema nenda ukahemee, anakata kwenye hiyo, anaenda kubeti, anategemea biashara kwamba ikitiki aseme nimefanikiwa kutoka kwenye fedha niliyopewa kutoka nyumbani. Mungu atuwezeshe. Tunahitaji kufanya kazi ili maisha yetu yaweze kusonga mbele, ili maisha yetu yaweze kuwa mazuri. Haleluya. Tukupata kitu cha kwake, amempa kila mtu kuokota, hakuna ambaye Mungu hajamjalia. Lakini jambo moja tu, hawa watu wote ambao tunakwenda mbele za Mungu, wapo watu wawili, yupo Kaini na yupo Abeli. Hao ndio tunakwenda mbele za Mungu. Kila mmoja amepewa, mmoja amepewa kutoka kwenye kilimo, mmoja amepewa kutoka kwenye mfugo, mwingine amepewa kwenye ajira, ameajiriwa, mwingine mfanya biashara, mwingine ni machinga, mwingine anafanya kazi mbalimbali. Kila mtu Mungu amempa kitu cha kufanya. Lakini tunapokwenda mbele za Mungu, hapo yupo Kaini, hapo yupo Abeli. Huyu anayejiuliza anasema hapana, mimi siwezi kumtolea Mungu hivi, nitafanya hivi. Anatafuta sadaka iliyo dhaifu, anapeleka mbele za Mungu. Lakini wapo wengine wanaosema, Mungu asante, Mungu umenilinda, umenisaidia, Mungu umenipa maisha haya sikutegemea, umenipa nyumba nzuri, ukanipa kufuga kuku, ukanipa kufanya vile, nitakutolea sadaka ya kwangu. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, tukumbuke ya kwamba katika mambo yote ambayo tunayafanya, Mungu ndiye anayetupa akili ya kufanya hicho unachokifanya. Haleluya. Ni nani? Ni Mungu anatujalia, anatupa akili. Hebu angalia katika kitabu cha Ayubu, sura ile ya 32 ule mstari wa 8. Ayubu 32 ule mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema hivi, anasema lakini ipo roho ndani ya mwanadamu, lakini iko roho ndani ya mwanadamu, pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Mungu ameweka roho ndani yako, amekupa pumzi. Hiyo akili ulio nayo umepewa na Mungu, huo uwezo ulio nao umepewa na Mungu. Pumzi ya Mungu ndiyo inayowapatia akili. Ndio maana umefika hapo ulipo. Ndio maana unaweza ukaingia dukani ukachagua kitambaa cha kushona kilicho kizuri. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekupa akili. Ndio maana ulichagua mke mzuri unayempenda, kwa sababu Mungu alikupa akili. Ndio maana unafanya kazi unayofanya, kwa sababu Mungu, pumzi ya Mungu imekupa akili. Kama si Mungu usingekuwa hapo ulipo. Ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Anasema kila kitu kilicho chini ya mbingu nzima ni cha kwangu. Sijajua kwamba kuna mtu ambaye alitangulia kumpa Mungu kwanza, alafu anataka Mungu amlipe. Ni swali anauliza, ni nani aliyetangulia kunipa hata niweze kumlipa huyo mtu? Naamini kabisa ya kwamba hakuna mtu ambaye alikisha kumtangulia Mungu. Maana Mungu akatuumba, akatuweka katika dunia hii, akatukabidhi kila kitu ambacho tunacho katika dunia hii. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, tunahitaji kufanya kazi ya kutosha. Mfuko wa maendeleo wa jimbo ni jukumu la kila Mkristo kutoa huo mchango au hiyo sadaka ni kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Kila mmoja wetu anawajibika kutoa. Ayubu sura ya 9 mstari wa 4b. Ayubu sura ya 9 mstari wa 4b anasema, ni nani aliyejifanya kuwa mgumu juu yake naye akafanikiwa? Ndio swali tunalomalizia hapo. Ayubu anasema, ni nani aliyejifanya kuwa mgumu alafu akafanikiwa? Nani aliyejifanya kwamba yeye ni mgumu, yeye hawezi kufanya hiki? Maana wengine nasema, mimi siwezi kufanya hivi, siwezi kutoa sadaka, siwezi kutoa maendeleo. Lakini Ayubu anauliza, ni nani aliyejifanya kuwa mgumu alafu mwisho akafanikiwa? Swali hili utajibu wewe mwenyewe na utapata majibu ya kwake. Mimi niwatakie baraka za Mungu
katika shughuli hii ya leo. Naamini kwamba kila Mkristo katika ushirika wetu atatoa sadaka yake ya mfuko wa maendeleo kwa moyo. Hakuna hata mmoja ambaye sitegemei hata simama siku ya leo, kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye anasema kwa mwezi mzima mimi siwezi kupata shilingi 2,000. Hayupo hata mmoja. Otherwise amelazwa, yupo hospitalini. Kama amelazwa yupo hospitalini, hajafika kwenye ibada hii, huyo naamini kabisa hajawezi kuleta shilingi 2,000, maana amelazwa, maana ni mgonjwa. Tena si ni mgonjwa wa kawaida, ni mgonjwa mahututi. Lakini naamini yeyote aliyepo katika ibada hii ya leo kwenye bahasha yake atainuka, ataweka shilingi 2,000 ya kwake, maana Mungu amempa vitu vingi, ni pamoja na hiyo 2,000 ambayo ameipangilia kwa muda wa mwezi mzima. Kanisa, haleluya! Naamini kabisa kwamba wote tutafanya kwa moyo, na naomba Mungu ambariki kila moja katika sadaka hii, kufanya vizuri. Kila moja abarikiwe na Mungu. Kila moja mwambie Mungu, nataka kulijenga kanisa. Mungu akubariki mama, baba, mama na kijana, tufanye kwa moyo kwa ajili ya kanisa la Mungu. Wale wanafunzi wakasema, kwa tufanyeje sasa ili tuweze kuifanya kazi ya Mungu? Mungu akujalie neema na baraka ya kwake, na kutakia kila laheri katika sadaka hii, na Mungu akakubariki, na Mungu akakuwezeshe. Kama moyo wako umekuwa ni wa kusitasita siku zote, lakini Ayubu alisema, ni nani aliyejifanya kuwa mgumu wa moyo lakini akafanikiwa? Mungu akusaidie. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya kwako, nimesimama hapa kuongea na kanisa lako, ye Bwana. Ujumbe huu Mungu wa mbingu na nchi umefika kwa kila mmoja, lakini kila mmoja Mungu unamtambua katika moyo wake. Ninaomba ye Bwana, roho ya Habili ikatawale mahali hapa, roho ya Kaini shindwe na kurudi nyuma. Mguse kila mmoja ye Bwana, akakutolee sadaka ya kweli. Gusa nyumba zao, mashamba na biashara zao, ofisi zao, ajira zao, hata wale wanaotamani kufanikiwa kupata kazi, uwawezeshe Mungu wetu wa mbinguni. Uwape kitu cha kufanya ili waweze kuinua maisha yao katika nyumba zao, lakini kanisa kwa ujumla na nchi yetu ya Tanzania ikiwa na watu walio na ustadi wa kufanya kazi, taifa la Tanzania litaendelea, kanisa litaendelea, maisha ya watu mmoja mmoja na yenyewe yataendelea. Tusaidie Mungu wetu wa mbinguni, na kwa kuwa pumzi ya kwako inatupa akili, basi tupe akili ya kuweza kufanya kazi na kukutumikia wewe kwa uaminifu, kwa jina la Yesu, amen. Sana baba mwenyekiti kwa ujumbe mzuri. Tumwachie Mungu kwa ajili ya utendaji wake. Niombe ni kipindi cha matoleo kwa wale ambao tumejiandaa sadaka ya zaka, tupite mbele ya madhabahu ya ushirika huu wa Nazareti. Naomba Bwana majeshi wakumbuke watu hawa, kumbuka kazi zao, kumbuka mashamba yao Bwana. Wengine bado hawajavishwa vizuri, jua ni kali. Mungu lete neema ili kila mmoja Bwana majeshi akaweze kuivisha katika mashamba yake vizuri. Wale wanaolima mahindi, alizeti, mpunga na mazao mengine yoyote yale Bwana, kumbuka mashamba, ukamzuie yule anayeweza kuharibu. Na wengine Bwana wanafanya biashara katika masoko yaliyopo hapa Sumbawanga. Wengine wanasafiri safari za mbali kwenda Roku kwa ajili ya biashara, lakini leo wako mahali hapa Bwana, wamejihuzulisha. Pokea sadaka yao ye Bwana majeshi, pokea sadaka yao. Wengine ni jana tu Bwana wameshusha biashara zao, zipo huko mjini bado hawajauza, lakini leo Baba yangu wa mbinguni wameleta sadaka. Naomba wakumbuke Bwana, kumbuka sadaka za kwao, kumbuka ile biashara ambayo wameweka kule, kakumbuke store zao, wameshusha mazao, wanahitaji kuuza Bwana, na muwape soko la kuuza biashara zao zote. Kila mmoja Bwana ukamkumbuke kila mahali atakapokuwa, ukae pamoja naye, mbariki kila mmoja kwa kadiri ya sadaka ya kwake. Baba, katika jina la Yesu Kristo naomba wabariki watu hawa Bwana katika mapato yao yote kwa jina la Yesu wa Nazareti. Na wapo wengine Bwana ambao wamekuletea sadaka zao za shukrani, hawakupata zaka, nawe Mungu naomba wajalie kila mmoja aliyesimama katika madhabahu hii ameshika sadaka yake
maskini. Hapana, kwa jina la Yesu Kristo tunahitaji kufanikiwa, tunahitaji kusonga mbele, tunahitaji kuinuliwa Bwana. Tunatamani maisha mazuri, tunatamani kuona vitu vizuri, tunatamani nyumba nzuri, tunatamani magari, tunatamani Bwana majeshi, mavazi mazuri, tunatamani kula vizuri. Yesu Kristo, tunaomba tusaidie, na uliyekuja ukauchukua umaskini wetu ili sisi tuweze kuwa matajiri, na kwa kuwa pumzi ya kwako Bwana inatupatia akili, tupe akili tujue mazao ya kupanda katika mashamba yetu. Utupe akili tuchague, tufanye biashara nzuri ambazo Mungu zitatupa ambao hajenenea sadaka hii. Roho Mtakatifu waelekeze kufanikiwa na kupita katika njia zilizo sahihi. Libariki kanisa. Ufunuo, muimbe wimbo kipindi tunatoa sadaka ya jenga jimbo lako.
Shukrani kwa ajili ya kazi nzima katika ibada hii ya leo. Nashukuru kwa ajili ya nyimbo za sifa, nyimbo za kuabudu. Nashukuru kwa ajili ya neno lako takatifu. Asante kwa watu wako tuwe tunakuja kuomba hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliokosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na mwovu. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukufariji. Bwana akupe uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wanakuja saa 2
nenda nyumbani mwako, ondoka uende, imani yako ndugu imekuponya wewe. Nenda nyumbani mwako, ondoka uende. Lakini mpate kujua ya kwamba mwana pia yule mwenye kupoza, ondoka, ondoka, ujitwike godoro lako, ondoka. Akamwambia yule mwenye kupoza, ondoka, ondoka, umekuponya wewe. Nenda nyumbani mwako, ondoka uende, imani yako imekuponya wewe. Nenda nyumbani mwako, ondoka uende. Akamwambia godoro lako, ondoka, imani yako ndugu imekuponya wewe. Nenda nyumbani mwako, ondoka uende, imani yako ndugu imekuponya wewe. Nenda nyumbani mwako, ondoka uende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Robert Siwakwi. Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo ya tarehe ya 3 ya mwezi huu wa 5. Ni kuwepo kwenye ibada ambayo tunamshukuru Mungu kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Chaka Kibona aliyekuwa amesimama kwa ajili ya ujumbe. Nilichokielewa pale, nachoendelea kujifunza pia ni habari za Yesu Kristo aliyekuja kuulizwa na watu na makutano namna gani waitende kazi ya Mungu. Alipoanza kufafanua mtumishi wa Mungu ule ujumbe, nimeendelea kumuelewa zaidi namna ya kuendelea kujitoa. Hasa amehamasisha kwa namna ya kujitoa katikati ya mali zile ambazo Mungu amekujalia kukupa. Kwa hiyo nikajifunza hivyo namna ya mimi au na wale wengine waliokuwa wanasikiliza ule ujumbe, namna ya kumtumikia Mungu kwa habari ya vitu ambavyo Mungu amewajalia kuwapa. Kwa kadiri ya neema ya Mungu ambayo Mungu anakujalia kukupa, hebu jitoe kwa Mungu. Nami binafsi nimejifunza hili, taendelea kujitahidi kumtolea Mungu na kufanya kazi ya Mungu kama Yesu alivyoendelea kuulizwa na wanafunzi na makutano wakajifunza namna kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na mtazamaji ambao utasikiliza hapa, ujumbe tuliokuwa nao kwa siku ya leo ya Jumapili ni namna ya kujitoa kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tujitahidi kujitoa kufanya kazi ya Mungu. Kama una mali, jitoe kuwapa yatima, kujenga kanisa lako, kama ambavyo tulikuwa tunahimiza katika ushirika wetu wa Nazareth Majengo, namna kujenga jimbo letu kwa sadaka za kwetu ambazo tunajitoa. Kwa Mungu anaweza kutusaidia na kutubariki na kukubariki wewe unapokuwa tayari kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa watazamaji na wasikilizaji, tuende kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu katika matoleo ya kwetu. Mungu anaweza kukubariki siku zote za maisha yako unapokuwa tayari kujitoa na unapokuwa tayari kumtumikia Mungu. Kwa namna hii nimejifunza kwa siku ya leo habari hizo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu watazamaji ambao mnanitazama, kwa majina naitwa Sofia Angetile Mwanyangala, Misezi Mtawa, naabudu ushirika wa Nazareti Sumbawanga. Leo tulikuwepo na mtumishi wa Mungu, mwenyekiti wa wilaya Chaka Kibona. Katikati ya neno ambalo amesimama nalo, mimi nimelielewa kwa namna ambavyo wanafunzi walikuja kumtafuta Yesu, lakini Yesu akawaambia mlikuja kwa maana mlifuata mikate. Wakamuuliza swali, tufanyeje ili tutende kazi ya Mungu? Akawaambia kwamba mnatakiwa kujitoa. Lakini neno hilo kwangu mimi nimejifunza kwamba kumbe na mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Hata wewe mtazamaji unayetutazama ni mwanafunzi wa Yesu. Yesu alikuja ili tuifanye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kufanya kazi ya Mungu kwa habari ya mali tulizopewa. Mtumishi wa Mungu akatoa mfano wa Kaini na Abeli. Abeli alitoa sadaka nzuri, Kaini akatoa sadaka dhaifu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu na watazamaji, tunahitaji kumtumikia Mungu kwa mali zetu. Tutoe sadaka nzuri ili tubarikiwe.
Toa sadaka sawasawa na ulivyobarikiwa. Ukiwa na kingi, toa kingi. Wewe uliyebarikiwa kichache, toa kama Mungu alivyokubariki. Namna ya kubarikiwa, wewe ulivyobarikiwa, usimdharau ambaye hajakuwa navyo vingi. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunavyoendelea kuitenda kazi ya Mungu, tufanye kazi sawasawa na tulivyobarikiwa. Watazamaji, kwa namna ambavyo mnanitazama na kunisikiliza, Mungu awabariki sana. Katikati ya tulivyopewa, mtolee Mungu ili ubarikiwe. Usipomtolea utakuwa na laana kama ya Kaini. Mungu awabariki sana. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina ya kwangu ninaitwa Elizabeth Skainda au Mrs. Simfukwe. Tunapenda kumshukuru Mungu katika ibada yetu ya leo, namna jinsi alivyokuwa ametujalia na kuwepo na mwenyekiti wa wilaya Chaka Kibona. Mtumishi wa Mungu ameongelea kwa habari ya utoaji, namna ya kumtolea Mungu. Amezama sana mahali hapo, kadiri ambavyo inapaswa watumishi wa Mungu tusimame kumtolea Mungu. Kwa habari ya kumtolea Mungu, tukitaka kuangalia kwanza, Bwana Mungu au Yesu mwenyewe amejitoa kufanyika sadaka ya kwanza. Ni upendo wa pekee sana tunaoona Bwana Yesu amejidhihirisha kwetu kujitoa kama sadaka. Sisi wanadamu tunafuata kwenye nyayo za Yesu, namna jinsi alivyojitoa na namna jinsi anavyosimama kujitoa kwa Mungu, akajitoa kwa Mungu ili sisi wengine tupate kupona. Tunaona katika maisha ya mwanadamu yoyote, kibebeo kikubwa cha mafanikio ya mwanadamu yote anayemcha Mungu ni matoleo. Kwa namna hiyo, mpenzi msikilizaji ama mpenzi mtazamaji, tunakuhamasisha au tunahamasishana katika ushirika wa leo, namna Mungu alivyosemezana na sisi kwa kipekee na kwa kitofauti kabisa. Ametusisitiza kwa habari ya kumtolea Mungu. Sijaona wenye wakimtolea Mungu wamepungukiwa. Sijaona wenye wamemtolea Mungu wameachwa. Kwa habari ya kumtolea Mungu, toa kile ulichonacho, toa kile ambacho amekupa. Wengine wameacha hata kuabudu, wasema sadaka kanisani, mambo yamekuwa mengi. Hapana, hilo ni kukatalie. Jitoe kwa Mungu. Tujifunze hata namna yalivyojitoa sadaka, hata sisi tumepata kupona. Kwa hiyo kwa habari ya kumtolea Mungu, naomba muinuke. Wakina mama msikae vigengeni, vijana msikae vijiweni, msikalie habari za kubeti. Hebu jiinueni, jitoeni. Kazi ni nyingi mtaani. Utakapomuomba tu Mungu, ukamwambia Mungu, ninaenda kufanya hii kazi, atakubariki. Kwa hiyo mimi nikusihi sana kwa habari ya kumtolea Mungu, hata kimwamko wenyewe kimaisha, unatakiwa uamke kwa kufanya kazi kisha upate sadaka. Ukiona umelala sana, huwezi kuona mafanikio. Tunajifunza kwa waliofanikia na wale ambao wanaendelea kupata kipato kizuri kwenye familia zao, tunaona wanajituma kazi. Kwa mpenzi msikilizaji, jitume kwa ajili ya kazi. Jitume kwa ajili ya kazi, pia ujitume kwa habari ya kumtafuta Mungu na kumtolea Mungu. Mungu awabariki sana kwa huduma zote zinazoendelea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu mimi naitwa Mikaeli Mwambope. Nimeshiriki ibada ya siku ya leo tarehe 3 ya mwezi wa 5 2026. Ibada ya leo imeongozwa na mchungaji wa ushirika Oswald Sigoma, na mtu aliyetulisha neno ni mchungaji Chaka Kibona. Katika neno la leo ambalo limefafanuliwa na mchungaji Chaka Kibona, alikuwa anaelezea juu ya sadaka au toaji. Amefafanua kwamba swala la utoaji chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe aliagiza kwenye bustani ya Edeni kwa Adamu na Eva kwamba nimewapatia bustani ya Edeni muweze kuitawala na kuimiliki. Lakini vile vile alifafanua kwamba ili tuweze kumtolea Mungu, Mungu anahitaji kile tulicho nacho na sio nje ya kile tulicho nacho. Hivyo Mungu anahitaji tumtolee kwa kadiri jinsi tunavyopokea.
na akasisitiza kwamba kila mmoja anacho kile alichopewa na Mungu, na hivyo Mungu anahitaji kati ya kile ulichopokea kutoka kwa Mungu. Msisitizo mkubwa kwa sadaka kwa ibada ya leo ilikuwa imeambatana na matoleo ya mfuko wa maendeleo ya jimbo. Mchungaji amefafanua kwamba chanzo cha mfuko wa maendeleo ya jimbo, hapo awali kanisa lilikuwa linapokea msaada kutoka kwa mishonari. Limetuhudumia, tumepokea msaada kwa kipindi cha miaka 100, lakini hawa wamefika mala wafadhili kwamba sasa tuanze kujitegemea. Hivyo kanisa likaanzisha mpango wa kuweza kujitegemea kwa kuanzisha mfuko wa maendeleo ya jimbo. Akasisitiza kusema kwamba hilo ni agizo la Mungu la kumtolea Mungu. Akasisitiza kwamba hata Musa alipokuwa akitembea na wana wa Israeli pale jangwani, aliwaagiza kwamba wamtolee Mungu kwa moyo wa kupenda. Hivyo na sisi kama Wakristo wa leo imetupasa kumtolea Mungu kwa moyo wa kupenda. Kinyume cha hapo tutapishana na baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile msisitizo mwingine ilikuwa juu ya kutenda kazi, kufanya kazi. Mungu ameagiza kwamba kila mtu na afanye kazi. Kama uwezi kufanya kazi, Mungu asema basi kama nukula na usile. Katika msisitizo mkubwa sana, mchungaji amesisitiza kwamba kila Mkristo inampasa kufanya kazi ili awe na kile cha kumtolea Mungu. Ndugu wasikilizaji na watazamaji, ni wajibu wa kila mmoja ukitaka kupokea baraka za Mungu zinapatikana kwa kumtolea Mungu. Akatolea mfano wa watumishi wa Mungu Abeli na Kaini. Asema Abeli aliweza kumtolea Mungu kwa moyo wa kupenda na sadaka iliyo bora, hivyo akapata baraka. Lakini Kaini ndugu yake alitoa sadaka ambayo haikuweza kumpendeza Mungu na akapokea laana. Hivyo akatoa angalizo kwamba inatupasa tumtolee Mungu sadaka iliyo njema tuweze kupokea baraka, tusije tukamtolea Mungu sadaka iliyo dhaifu tukapata laana kama yaliyomkuta Kaini. Asante kwa kunisikiliza, asante ambao mlikuwa mnanitazama. Mungu abariki. Amen. Imani yako imekuponya wewe, nenda nyumbani mwako, ondoka uende. Akamwambia yule mwenye kupoza, ondoka, ujitwike godoro lako, ondoka. Akamwambia yule mwenye kupoza, ondoka, ujitwike godoro lako. Naam, ni kupongeze sana wewe ambaye umeweza kufuatilia ibada hii kutoka kanisa la Moravian ushirika wa Nazareti hapa mkoani Rukwa, ambapo ni jimbo la Rukwa. Basi niseme asante kwa uvumilivu wako, na ninaamini kwamba umejifunza mengi, lakini Mungu ameweza kuzungumza na wewe kupitia mafundisho haya. Tumejifunza kuhusiana na swala la matoleo. Kama unavyojua leo ni siku maalum kwa ajili ya matoleo, kwa ajili ya mfuko wa jimbo. Na ninaamini kabisa kwamba umejifunza kuwa na roho ya Abeli na usiwe na roho ya Kaini. Ujifunze namna ya kumtolea Mungu, kwa sababu ilipo sadaka yako ndipo kuna baraka zako. Sadaka ndio mlango wa mafanikio yako. Sadaka ndio mlango wa baraka zako. Basi Mungu akakutendea yaliyo makubwa. Mungu akafungue familia yako. Mungu akafanye kila lililo jema katika familia yako na katika jamii yako, kwa sababu ya kile ambacho unaendelea kumtolea kikafanye kazi mbele za Mwenyezi Mungu, ambayo italeta tija na maendeleo katika jimbo lako. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Chaka Kenan Kibona ambaye ametufundisha siku hii ya leo neno la Mungu, lakini pia mchungaji kiongozi ni mchungaji Oswald Sigoma ambaye ni mwenyeji wa ushirika huu. Asante sana, panapo majaliwa siku nyingine basi tutaweza kuungana katika neno la Mungu. Ulikuwa nami Vumilia Mwanyangala kutoka hapa Baraka TV. Nikutakia usikivu mwema na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Baraka TV. Ubarikiwe sana.